miaka mitano tangu Rais Samia Suluhu Hassan awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miaka minne alirithi kiti cha mtangulizi wake hayati Dr. John Pombe Magufuli, na Oktoba 29 Rais Samia alichaguliwa kuwa rais wa Tanzania kwa awamu ya 6. Sasa Rev. Dr. Kalikawe Lwakalinda Bagonza, mkuu wa Kanisa la Kiinjili na la Kilutheri Tanzania kwa kifupi KKKT, Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera, anatupitisha kwenye mambo 11 ambapo na nukuu kile alichokiandika kupitia ukurasa wake wa Facebook. Anasema mwaka huu hatufanyi tathmini kwa sababu ni mapema. Hata hivyo, vema tunaweza kuzingatia mambo haya 11. La kwanza, wapo wanaoshangilia mkate, mchele na asali. Ziara za waziri mkuu zinaonyesha ili upate haya ni sharti ukae karibu na jiko lililopo. Kuishi mbali na jiko kama kata ya Inano Tarime upati kitu. Jambo la pili, wapo wanaolalamika kwa kukosa kitu, na wakipewa kitu wanalalamika kwa nini wamepewa. Kazi ya kiongozi ni kujifunza kuishi nao, kuwateka na kuwaua akusaidii. Jambo la tatu, mimi naendelea kushauri tusimharibie rais kwa kumpotosha kupitia tathmini zetu, anao uwezo wa kujiharibia. Jambo la nne, hata hivyo ni muhimu kusisitiza kuwa kazi kuu za rais wa nchi yetu ni mbili, nyingine ni za nyongeza. Anaweza kufanya nyongeza au kuacha, na asipongezwe wala kulaumiwa. Jambo la tano, wananchi tusiridhike na kazi za nyongeza za rais, tujikite kwenye kazi kuu za msingi za rais ambazo ni kulinda uhuru na kuongeza uhuru. Jambo la sita, kujenga madaraja, madarasa, hospitali, barabara, kulipia magoli ya kujifunga, matundu ya vyoo na kukatika au kutokatika kwa umeme. Haya yote ni nyongeza, hayana mwisho na usauliwa akishaondoka. Jambo la saba, maendeleo ya vitu na majengo. Hata rais mkoloni, Mjaluo au Mkurya anaweza kuyaleta kwa kutuchapa viboko mpaka tukasahau njia za kurudi nyumbani. Kaburu aliyafanya na akakataliwa. Mbwa koko aliye huru ni bora kuliko mbwa wa kizungu aliye kwenye mnyororo. Jambo la nane, kwa miaka miwili mpaka 2023 Rais Samia Suluhu Hassan alijitahidi kutekeleza wajibu wake katika kazi kuu mbili za msingi. Sikumwona akiota upele kwa kukubali kukosolewa na kukosewa adabu na wasiokubaliana naye. 9, raia walio huru wana uwezo wa kujiletea maendeleo. Raia wasio huru daima wataomba kuletewa maendeleo, hata wakiletewa hawatayathamini. Kwa sasa rushwa na njoo kesho vinapunguza uhuru wetu. 10, nampongeza rais kwa kutimiza miaka 5 ofisini. Haikuwa rais kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuwa rais. Bado urais sio mwepesi katika mfumo wetu wa uchoyo. Bado anayo fursa ya kuweka historia na kuacha urithi usiosahaulika endapo ataamua kuwasikiliza wananchi kuliko washauri na machawa. Nyota yake iliibiwa na machawa mwaka 2023 walioteka fuara na baadaye kuteka na kuua watu. Jambo la 11, anamalizia yaliyotokea Oktoba 29 ya mwaka 2025 yanaweza kuwa ndio yataamua historia ya awamu ya 6 kwa wema au ubaya. Akimeza ni moto, akitema ni tamu. Mjaluo mlokole anasema bora kutema utamu kuliko kumeza moto. Tutaweza kuitumia Oktoba 29 kuwa msingi wa taifa imara huko mbeleni.
Rais Samia anayo dhamana ya kutuongoza kuvuka kama Musa, lakini Musa akufika Kanaani, lakini anakumbukwa kwa mema mpaka leo. Tugeuze msiba wa nchi kuwa furaha ya nchi na furaha ya Musa. Anamalizia Askofu Benson Kalikawe Bagonza kwa kumtakia heri ya miaka mitano Rais Samia Suluhu Hassan. Naam, kwa kifupi askofu amegusia mambo kadhaa wa kadha, hasa jambo hili la Oktoba 29 ya mwaka 2025 ambalo yeye analiona tukilitumia vizuri linaweza kuwa kichocheo cha kutengeneza Tanzania bora na imara katika siku za usoni. Naam, kama umeipenda taarifa hii bonyeza kitufe cha subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu hapa Junii TV Online.